Na salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kipenge TV, iwe asubuhi, mchana ama jioni, popote mlipo. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya habari ya matukio ya kila siku ya leo tarehe 18 Februari mwaka 2026. Tuanzie jimboni Kivu Kusini, ambako hali ya utulivu ilikuwa imesharipotiwa katika maeneo mengi ya nyanda za Haut Plateau na Mai Plateau ya tarafani Uvira. Sasa mapigano yalianza tena upya tangu asubuhi ya jana Jumanne tarehe 17 Februari mwaka 2026 katika akse ya Mulenge na Lemera, vikihusisha muungano wa waasi wa M23 AFC RDF dhidi ya wapiganaji wa Wazalendo. Mapigano yalianzia Mulenge ambako Wazalendo waliweka shinikizo kubwa lililosababisha vikosi vya muungano wa M23 AFC RDF kurudi nyuma kuelekea Kibumbu, Katala, Kanguli, Irambo na Kidote hadi kufikia katika kitongoji cha Shongo karibu na Lemera Centre, makao makuu ya sheferi ya Bafuliro. Inadaiwa kuwa wavamizi hao wa Rwanda wameweka silaha nzito katika kitongoji cha Shongo karibu na Lemera Centre, na silaha hiyo ilikuwa ikiwasaidia kurusha makombora kuelekea Kidote. Na kama tulivyokuwa tumewaharifu toka jana ya kwamba hawa watu hawawezi kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano ama cessez-le-feu kwa namna moja ama nyingine, mpaka pale ambapo ikiwezekana waangushiwe vikwazo vikali kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Wao ndio tena walianzisha mashambulizi hayo, ila kwa hivi nyie kaeni tu mkichunguza, mtaona kuwa baada ya muda wataanza kuchapisha matangazo kwenye mitandao na vyombo vya habari wakishutumu serikali ya Kongo kwa kuvunja makubaliano hayo, ili hali ni wao ndio walioanzisha mashambulizi. Mapigano hayo yalidaiwa kuendelea maana kwa hasira kubwa ya Wazalendo walikuwa wameshajitoa sasa kupigana mpaka wahakikishe wamekomboa pia mji wa Lemera, makao makuu ya sheferi ya Bafuliro. Ila punde si punde mtapata mrejesho wa hali ilivyo kwa sasa na takwimu zote za vita vya jana. Kwanza hiyo jana walianza kueneza habari za kusema ya kwamba walianzisha mashambulizi dhidi ya ngome za Wazalendo na FARDC katika maeneo ya Point Zero huko wilayani Fizi katika nyanda za Haut Plateau, na kudai ya kwamba wamefanikiwa kuwapiga majeshi hayo ya serikali na kufanikiwa kudhibiti maeneo hayo ya Point Zero. Ila baadaye tu kidogo taarifa hizo zilianza kukanushwa na baadhi ya wanaharakati wa shirika mbalimbali za kiraia, na baadaye ujumbe rasmi kutoka kwa jeshi la Kongo nao ukakanusha na kutupilia mbali madai hayo, huku wakisisitiza kwa kuonesha hata kwa vithibitisho thabiti ya kwamba FARDC na Wazalendo ndio bado wako Point Zero, na kwanza hakuna hata mapigano yoyote yaliyoripotiwa pande hizo hiyo jana. Na baadaye wote ambao walikuwa tayari wameshasambaza habari hizo za uongo wakaanza kubadilisha vyenye tayari walikuwa wameshaandika, na ndio maana tunatoa wito kwa Wakongomani kubaki kwa tahadhari kubwa kabisa, maana mkizembea na kuanza kuamini kila taarifa itokayo kwa waasi hawa, watafikia hatua ya kuanza kucheza na saikolojia yetu ama psikolojia yetu kwa kutumia taarifa za ovyo na za uongo za manipulation, ili tuvunjike moyo na tuanze kupanike, kwa sababu wanajua ya kwamba tukianza kupanike basi hata morale ya kupigana vita hatutakuwa nayo tena. Na hii ni kwa wale Wakongomani wa baba na mama wanaounga Rwanda na waasi wake mkono katika vita hivi kwa maslahi yao binafsi, huku wakisababisha mateso kwa ndugu zao wa Kongomani. Wajue ya kwamba ipo siku na tena sio mbali watawajibika tu, maana ukiangalia hali ya afya ya baadhi ya wapiganaji wa Kikongomani waliomaliza mafunzo ya kijeshi huko Chanzu wiki iliyopita katika safu za majeshi ya M23, unaweza kutoa machozi kwa kuwaonea huruma kwa namna wanavyoonekana kuzorota afya ya miili yao, huku taarifa zingine zinaonyesha kuwa wengine kadhaa miongoni mwao tayari wameshauawa katika mapigano huko Kivu Kaskazini. Na ikumbukwe ya kwamba vijana hao kutoka kwenye maisha ya kawaida ya uraiani
waliingizwa kinguvu na kimabavu katika jeshi hilo la wahasi, na hilo linaonyesha kuwa hata stress za mawazo ya kufanya kitu wasichokifurahia ama kukipenda kunaweza sababisha wengi wao kuwa katika hali mbaya ya kiafya. Ni muhimu kukumbuka kuwa raia hawapaswi kuteseka kwa sababu ya migogoro ya kisiasa au ya kijeshi, na ikiwa wewe ni raia na uko katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano, tafuta njia salama za kujilinda na kuwasaidia wengine kufikia maeneo salama kadiri inavyowezekana. Uhai na usalama wa raia vinapaswa kuwa kipaumbele cha kwanza. Na tukijielekeza huko mkoani Ituri, ambapo kufuatia hali ya utulivu inayorejea polepole kwa sasa katika eneo la Bule baada ya wiki kadhaa za mapigano kati ya FARDC na CRP ya Thomas Lubanga, mamlaka za kijeshi zimepunguza masharti ya usalama na kuruhusu kurejea kwa shughuli za kijamii na kiuchumi katika kituo hicho cha biashara. Pia wanawake wameruhusiwa kurudi katika mashamba yao katika mji huo ulioko katika wilaya ya Jugu. Na huko mkoani Chopo, picha zinazoonyesha wanajeshi wa Ufaransa wakiwa mjini Kisangani zimezua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii katika siku za hivi karibuni, zikichochea maswali, mashaka na tafsiri mbalimbali. Kutokana na kuenea kwa maoni na uvumi unaodai kuwepo kwa uwepo wa siri wa vikosi vya kigeni kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ubalozi wa Ufaransa nchini Kongo umeamua kutoa ufafanuzi. Na Jumatatu tarehe 16 Februari mwaka huu, kupitia akaunti rasmi ya X ya ubalozi wa Ufaransa nchini Kongo alitoa wito wa tahadhari na kuhimiza watu kuthibitisha taarifa kutoka vyanzo rasmi kabla ya kufikia hitimisho la haraka, akisema, daima hakikisheni taarifa kupitia vyanzo rasmi vya ubalozi kabla ya kuleta taharuki. Picha zinazosambazwa bila muktadha zinaweza kupotosha, alisisitiza. Kwa mujibu wa uwakilishi wa kidiplomasia wa Ufaransa, uwepo wa wanajeshi hao Kisangani sio operesheni ya siri wala si hatua mpya ya kijeshi. Wanasema uwepo huo umetokana na ombi rasmi la mamlaka za Kongo katika mfumo wa ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Ubalozi umefafanua kuwa jeshi la Ufaransa hutoa mara kwa mara mafunzo nchini DRC kwa ombi la mamlaka za kitaifa. Huu ni ushirikiano wa kawaida kati ya mataifa na wa muda mrefu na ambao tayari umekuwa ukitangazwa hadharani. Huu sio uwepo wa siri. Tumekuwa tukitoa taarifa wazi kuhusu shughuli zetu za ushirikiano, ilieleza taarifa hiyo rasmi. Ujumbe huo ni mwendelezo wa ushirikiano wa kiusalama uliopo tayari. Vikosi vya wanajeshi wa FARDC vimewahi kunufaika na mafunzo yanayotolewa na Ufaransa, hasa kwa vikosi maalum vinavyofanya operesheni katika mazingira ya misitu vinavyojulikana kama Bataillon Jungle. Uwepo wa sasa Kisangani unalenga kurejesha uwezo wa kikosi hicho kilichopata mafunzo mwaka wa 2022 ama 2022. Zaidi ya mjadala ulioibuka, tukio hili linaonyesha umuhimu wa mjadala wa umma unaotegemea ukweli uliothibitishwa, hasa katika wakati ambapo ushirikiano wa kijeshi wa kimataifa ni nyenzo muhimu ya kuimarisha uwezo wa FARDC. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibengo TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, na tunatoa shukrani zetu za dhati kuona umetusikiliza kuanzia mwanzo hadi mwisho, na utaendelea kubaki nasi sambamba hapa kwenye channel yetu ili uende kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa.